Lakini pembeni yangu yupo mmoja ambao ni mashuhuda ambao wameshuhudia dhahiri shahidi mwenendo mzima wa shughuli nzima ya maadhimisho haya ya miaka 50 ya dola nisike hapa Magori. Kwa jina lako bwana iko kile unaona bwana mambo yanataka vizuri katika miaka 50 na mahali hapa. Sherehe ilikuwa nzuri, watu wamefurahia, tunaenjoy kwa kweli. Tunashukuru Mungu kwa kiwango kikubwa sana maana kanisa hili mwezi wa 5 tarehe 11 mpaka kufika leo tunaadhimisha miaka 50 kamili. Yaani kwa lugha nyingine wanasema nusu karne kwa kweli. Tunamshukuru Mungu kwa kupigania. Sawa sawa. Naona kuna mengi tu yamezungumzwa, hasa mimi nikasikia katika kipengele kile cha historia ya kanisa hili. Inasemekana lilianza kanisa la miti. Ni kweli kabisa, lakini si kana kwamba kulikuwa hakuna wokovu. Yaani wokovu ulikuwepo. Labda kutokana na historia mwenzangu wewe ulivyoisikia, unataka kuniambia nini? Kwa kweli kipindi cha miaka hiyo tulipoanzisha kanisa miaka 75, hali ilikuwa ngumu sana mazingira ya hapa, maana kwanza katika hali ya kanisa la miti. Lakini pia kati ya siku zilizokwenda mambo yanabadilika, watu wameokoka mmoja mmoja, ingawa nchi ilikuwa ni mzito sana, lakini bado Mungu ameonekana mpaka leo. Kama unavyoona watu wote wanakaa hapa, na maana watu wamempokea Mungu na wanafanya matendo mazuri, basi Mungu anazidi kuonekana na kudhihirika katika hilo. Mwitikio huu wa watu ambao leo hii wameweza kufika hapa kuhudhuria katika sherehe hii ya maadhimisho ya kanisa la mjumuiko huu, ulisha kutokea tena siku nyingine? Yaani kuzungumzia miaka hiyo iliyopita haujawahi kutokea. Kwa hiyo tuseme kwamba tuchukulie kwamba shughuli nzima ya uinjilishaji imeenda kufanya kazi yake. Kwa kweli, yani tumeona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Wakati wa injilisti wanafanya kazi, pia kulikuwa kuna mkutano wiki iliyopita hivi. Watu wameponywa, wameokoka, watu wanazidi kupokea Roho, wanazidi kupokea Roho Mtakatifu. Kabisa. Labda wale ambao bado hawajapata wokovu unawaambia nini? Kwa kweli wamkimbilie Mungu, maana kwa Mungu hakuna hasara. Yaani fika kwa Mungu unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Hebu tazama watu wote, yani watu wamesoma wengine na wana masomo yao, lakini wameacha vyote wanafuata Yesu. Maana kwa Yesu ndio kila kitu, kwa Yesu ni hakika kabisa. Ndugu mtazamaji wangu wa Asili TV, nadhani message imefika. Kwa Yesu kuna kila kitu. Na Mungu ukimwomba leo basi usitarajie kwamba leo hii eti ndio upate matokeo. Hapana. Endelea tu kumwomba kadri Mungu atakapokuwezesha. Mungu wala akosei. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Yeah.